naomba nilibebe nikalitafutia ufumbuzi. Nashindwa kusema Kisukuma, lakini nilikuwa namuuliza naibu katibu mkuu wetu hapa kuhusiana na kile ulichokisema Kisukuma. Akawa ameniambia mara kadhaa nitatia aibu nikijaribu kukisema hapa. Lakini najua maana yake ni kwamba mwenye akili haelemewi na mzigo. Hili pia haliko nje ya uwezo wetu. Tutalifanyia kazi. Hatua ambazo zimechukuliwa hapo juu kama ambavyo nimetangulia kusema ni za kimkakati katika kupunguza gharama za uendeshaji, kuhamasisha urasimishaji wa shughuli za kidijitali, kupanua fursa za ushiriki kwa vijana na wabunifu, pamoja na kuchochea ajira na kukuza mchango wa uchumi wa kidijitali katika pato la taifa. Serikali inaamini kuwa kwa gharama hizi rafiki na jumuishi, wadau wengi zaidi wataingia katika mfumo rasmi, jambo litakaloongeza ubora wa maudhui, uwajibikaji na ushindani wenye tija katika sekta hii. Kwa pamoja, tunajenga sekta ya maudhui ya kidijitali yenye uwazi, shindani na yenye manufaa kwa taifa letu, huku tukitanguliza maslahi ya nchi yetu kwanza. Ndugu zangu, nikiwa naibu waziri mwenye dhamana ya masuala ya habari, nitumie fursa hii kugusia masuala muhimu yanayohusu maudhui ya utangazaji katika muktadha wa mabadiliko ya kijamii na kiteknolojia tunayoishi leo. Ujue wa huduma za internet umeleta fursa nyingi, lakini pia umeleta changamoto katika kulinda mila, desturi na ukiukwaji wa haki miliki, copyright infringements, na maadili ya taifa letu. Vyombo vya utangazaji vina wajibu mkubwa wa kuwa mstari wa mbele katika kuwaelimisha wananchi kuhusu umuhimu wa kudumisha utamaduni wetu, kulinda maadili ya jamii pamoja na kupambana na mmomonyoko wa maadili, hususan kwa kizazi cha sasa na kijacho. Aidha, napenda kuwakumbusha kwamba katika dunia hii ya utandawazi kuna ushindani mkubwa wa uzalishaji na utengenezaji wa maudhui. Napenda kusisitiza umuhimu wa kuboresha ubora wa huduma za maudhui kwenye tasnia ya habari na utangazaji kwa kuhakikisha maudhui yanayorushwa hewani yanazingatia sheria ya haki miliki na haki shiriki, viwango vya kitaaluma, ubunifu, usahihi na maslahi mapana ya jamii. Serikali yenu imekusudia kutoa kila msaada unaotakiwa ili kuhakikisha kuwa maudhui yanayorushwa kupitia majukwaa mbalimbali yataweza kuhimili ushindani na pia yanalinda watoto kwa kutowalisha maudhui yasiyofaa. Ndugu wanahabari na wageni waalikwa, mkutano wa mwaka huu unaongozwa na kauli mbiu isemayo matumizi ya teknolojia katika kupanua na kuboresha huduma za utangazaji vijijini. Kwa muktadha wa Tanzania ya leo, kauli mbiu hii inatukumbusha jambo moja muhimu, kwamba haki ya kupata taarifa ni haki ya kila Mtanzania, iwe anaishi mjini ama vijijini. Vile vile inatukumbusha kuwa tuna wajibu wa kuhakikisha kuwa huduma za utangazaji zinawafikia wananchi wote, ikiwa ni pamoja na wale wanaoishi vijijini ama pembezoni. Tukumbuke kuwa mawasiliano katika muktadha wa habari na utangazaji ni nyenzo wezeshi katika kujenga uchumi wa nchi. Tutakapoweza kufikisha huduma hizi vijijini kwa ukamilifu, tutajenga uchumi jumuishi. Hivyo kila mdau hapa ndani ana wajibu mahususi. Wasambazaji wa teknolojia mnao wajibu wa kuleta suluhisho za gharama nafuu zitakazosaidia vituo vya utangazaji kufanya kazi kwa ufanisi vijijini, kama ambavyo mmenionyesha hapo nje kwenye mabanda yenu. Hali kadhalika, taasisi za elimu na wanazuoni nanyi mnao wajibu wa kuandaa rasilimali watu wenye ujuzi unaoendana na mahitaji ya mazingira ya vijijini. Kwa upande wa msimamizi wa sekta ambaye ni TCRA, ana wajibu wa kuhakikisha kuwa kunakuwa na mazingira wezeshi ya utoaji wa huduma za mawasiliano vijijini. Watoa huduma za utangazaji, nyinyi mnao wajibu wa kuwekeza katika miundombinu na mifumo bunifu itakayowezesha kufikisha maudhui katika maeneo yenye changamoto za kijiografia na kiuchumi. Haya yote yanahitaji sera madhubuti inayoendana na maendeleo ya teknolojia na pia yanayozingatia mahitaji ya soko. Serikali yenu kupitia Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo itahakikisha kuwa marejeo ya sera ya mwaka 2003 yanafanyika kwa haraka ili kuleta mapinduzi makubwa kwenye tasnia hii ya habari na utangazaji. Ndugu zangu, natambua uwepo wa mfuko wa mawasiliano kwa wote UCSAF
ambao lengo lake ni kuimarisha mawasiliano kwa wote. Wizara hii kwa kushirikiana na Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari itahakikisha kuwa mfuko huu unafikia malengo yaliyowekwa. Hii ikiwa ni pamoja na kupeleka huduma za utangazaji sehemu zote ambazo hazina mvuto wa kibiashara, hasa maeneo ya vijijini na pembezoni mwa nchi. Serikali yenu chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan imejipambanua kwa dhati kuleta mapinduzi makubwa kwenye sekta ya habari na utangazaji na kuhakikisha kuwa huduma hii inawafikia wananchi wote. Niendelee kuwapa faraja wadau wa sekta hii kwamba Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa kushirikiana na wadau wa sekta hii itaendelea kutafuta masuluhisho ya kudumu yatakayosaidia kuondoa vikwazo vya kifedha vinavyokwamisha upanuzi wa huduma za utangazaji vijijini, na tayari tumeanza kwa kuwafikia watengeneza maudhui mtandaoni kwa kuwapatia mikopo yenye masharti nafuu itakayowezesha kununua vifaa bora na vya kisasa vitakavyosaidia kazi zao kuwa bora na kupambana na soko la kimataifa. Ndugu zangu, niwakumbushe tu kwa kesho ni siku ya redio duniani. Hivyo naungana na wenzangu duniani kuwapa salamu za pongezi wadau wote wa utangazaji kwa njia ya redio. Nimeambiwa kuwa kauli mbiu ya mwaka huu 2026 ni redio na akili unde, kama ambavyo mkurugenzi alitangulia kusema. Mkutano huu unafanyika katika kipindi ambacho dunia inaingia kwa kasi katika zama za mapinduzi ya teknolojia ya akili unde, hatua inayobadili kwa kiwango kikubwa namna tunavyotengeneza, tunavyozalisha, kusambaza na kurusha maudhui ya utangazaji. Hivyo basi, katika kuenzi kauli mbiu ya siku ya redio duniani 2026 inayoadhimishwa sambamba na mkutano huu, ikihimiza matumizi ya ubunifu na teknolojia na kuifanya redio iwe jumuishi na ifikike kwa kila mtu, ni wajibu wetu kuhakikisha kuwa teknolojia hizi mpya zinakuwa chachu na kutengeneza, kuzalisha na kusambaza maudhui yaliyo bora yanayoweza kushindana katika ulimwengu huu wa utandawazi. Wizara kwa kushirikiana na mamlaka zinazosimamia tasnia hii tutaendelea kuhakikisha tunakuwa na sera, kanuni na miongozo inayohakikisha teknolojia hii na nyinginezo zinazochipukia inatumika kwa uwajibikaji, usalama na usawa, ili manufaa yake yawafikie wananchi wote bila ubaguzi. Kwa kufanya hivyo, tutaifanya redio na utangazaji kwa ujumla kuwa daraja la maendeleo, elimu na fursa kwa kila Mtanzania. Nafahamu katika zama hizi za akili unde na dijitali tunakabiliwa na changamoto mpya, ambapo mapato ya matangazo yamehamia kwenye majukwaa makubwa ya kimataifa, global tech giants, huku vyombo vya ndani vikiachwa solemba. Hii ni changamoto ya kibiashara na kiuchumi. Serikali haitafumbia macho jambo hili, na tunaandaa utaratibu wa kisheria utakaohakikisha kuwa kunakuwa na uwanja sawa wa kushindana, level playing field. Vile vile tunahimiza vyombo vya ndani kuwekeza kwenye ubunifu wa maudhui ya kidijitali yanayolipiwa, na serikali itawalinda dhidi ya wizi wa kazi zenu mtandaoni, ili jasho lenu liwape faida ninyi na si wajanja wachache. Na hapa naielekeza KOSOTA kwa kushirikiana na TCRA kuandaa mpango madhubuti unaotekelezeka wa namna watakavyoshirikiana kupambana na uharamia katika eneo hili la kidijitali, na wauwasilishe kwangu katika kipindi cha mwezi mmoja kuanzia leo. Ndugu washiriki, napokwenda mwishoni mwa hotuba yangu, nawasihi mtumie mkutano huu kama jukwaa la majadiliano ya wazi yenye weledi, hekima na uzalendo, ili kwa pamoja tutafakari namna bora ya kuitumia sekta ya utangazaji kama nyenzo madhubuti ya kulijenga na kuliimarisha taifa letu. Tukumbuke kuwa Tanzania ni mama na baba yetu, ni urithi wetu wa leo, jana na hata kwa vizazi vijavyo. Hivyo kila uamuzi tunaofanya katika sekta hii unagusa mustakabali wa taifa zima. Vyombo vyetu vya habari na utangazaji vinabeba dhamana kubwa ya kuelimisha, kuhamasisha, kuunganisha na kulinda maadili ya jamii, na ni wajibu wetu kutekeleza dhamana hiyo kwa uadilifu, uwajibikaji na uzalendo wa hali ya juu. Tuwajibike ipasavyo. Moja la mwisho, ningewaomba ndugu zangu wanahabari, nchi yetu inalo jukumu kubwa kwa kushirikiana na nchi majirani wetu wa Kenya na Uganda ya kuandaa mashindano ya AFCON mwaka 2027. Naomba ninyi muwe sehemu ya kulibeba jambo hili mgongoni
na kuhakikisha taarifa, fursa na mambo mengi mengine ambayo yatakuja na mashindano haya yanawafikia wananchi. Hili ni ombi langu kwenu, na naamini nyinyi kama wanahabari ni watu wenye ufahamu, mnajua mambo mengi na mnajua faida ambazo zinakuja na mashindano haya kufanyika nchini kwetu. Mlishike jambo hili, mshirikiane na serikali yenu, muwe daraja kati ya serikali na wananchi na kuhakikisha wana taarifa sahihi kuhusu mashindano haya na fursa ambayo mashindano haya yanakuja nazo. Ni heshima yangu sasa kutamka kwamba mkutano wa mwaka wa vyombo vya utangazaji Tanzania mwaka 2026 umefunguliwa rasmi. Nawashukuru sana. Mungu ibariki Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.